Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4. Tutaanza na siri ya kwanza, mtoto na urithi. Wagalatia 4 mstari wa 1 hadi wa 7 inasema: lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana, na kama mwana, basi mrithi wa Mungu. Nini tunafundishwa hapa? Mtoto hana amri katika urithi wake, bali wakili wa mtoto husimamia mali ya mtoto mpaka akue. Ndio sisi wanadamu wote uzao wa Ibrahimu. Alikuwa ni Torati, baadaye Yesu kama wakili mwema. Yesu ndiye wakili mwema, msimamizi wa urithi wetu kutoka kwa Mungu kupitia baba yetu Ibrahimu. Ahadi hii alipewa Ibrahimu na Mungu Baba. Hivyo tulipokomaa kiimani na kujua siri za ufalme wa Mungu, Yesu kama wakili mwema wa Agano Jipya alitukabidhi urithi wetu na kuusimamia wenyewe kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Siri ya pili, shutuma ya Paulo kwa Wagalatia. Wagalatia 4 mstari wa 8 hadi 20 nasema: lakini wakati ule, kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili ni miungu. Bali sasa mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Mnashika siku za miezi na nyakati na miaka, na wachelea, isiwe labda nimejitabisha bure kwa ajili yenu. Ndugu zangu, na wasihi iweni kama mimi, maana mimi ni kama ninyi. Hamkunidhulumu kwa lolote, lakini mwajua ya kuwa naliwahubiri Injili mara ya kwanza kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulidharau wala kulikataa, bali mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Kuwapi basi kule kujitia heri? Maana na washuhudu kwamba kama ingaliwezekana mngaling'oa macho yenu mkanipa mimi. Je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Hao wanashauku nanyi, lakini si kwa njia nzuri, bali wanataka kuwafungia nje, ili kwamba ninyi mwaonee wao shauku. Navyo ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote, wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu, vitoto vyangu, ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Laiti ningekuwapo pamoja nanyi sasa,
na kuigeuza sauti yangu, maana naona shaka kwa ajili yenu. Nini tunafundishwa hapa? Yesu Kristo alitukomboa na laana ya Torati. Hivyo haina haja tena kutumikia sheria ya laana. Mfano, tusilaniane tena, bali tubarikiane na kuombeana, maana laana asili yake ni Torati na hatuko ndani ya laana tena. Warumi 12 mstari wa 14 inasema, wabarikini wanaowauzi, barikini wala msilaani. Mathayo 5 mstari wa 43 hadi 44 pia inasema, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi. Kwa mistari hiyo inatudhibitisha kwamba laana haitakiwi tena kulaaniana, kwa sababu laana asili yake ni Torati. Maana sisi wote hakuna aliyehesabiwa haki kwa sheria, bali tumetenda dhambi. Tunahitaji kumwamini Yesu Kristo na kupata kupona na kuombeana. Hata wale ambao ni maadui zetu tuwaombee. Siri ya 3, mfano wa Ishmaeli na Isaka. Wagalatia 4 mstari wa 21 hadi 31. Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mja na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya husemwa kwa mifano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, mmoja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa unatumika pamoja na watoto. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa, furahini wewe uliyetasa, uliyezaa. Paza sauti ulie, wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuuzi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Lakini lasemaje andiko? Mfukuzeni mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarisi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Tunafundishwa nini? Ahadi iko katika roho, sheria iko katika mwili, na mwili hauna mamlaka katika roho. Pia roho ni kuu kuliko mwili, maana roho ni Mungu na roho ni asili ya mwili. Hivyo pasipo roho mwili usingekuwepo daima kabisa kamwe. Maana yake ni nini? Yesu ni ahadi ya ukombozi wetu. Hivyo urithi wetu kutoka kwa Ibrahimu umo katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu, wa ahadi ya ukombozi wa ulimwengu. Yohana 3 mstari wa 16 inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana yake tunapoambiwa ahadi inatokana na Roho Mtakatifu, bali Roho Mtakatifu anaishi ndani ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo ni Mungu katika ulimwengu wa roho. Asanteni sana. Ombi: Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, lifunue neno lako pande zote za dunia kwa ujazo mkubwa kupita giza la shetani, ili tupate kujua siri ya ufalme wako na kutii sauti yako milele yote. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.